Kuna mahali duniani ambapo bahari inazunguka kama kizuizi cha asili. Mahali ambapo sheria za kawaida hazisikiki kama sheria. Na mahali ambapo baadhi ya watu wanasema ukishaingia hujui kama utatoka lini au kama hutatoka kabisa. Mahali hapa ni Guantanamo Bay Detention Camp. Wengi upafahamu kama Guantanamo, gereza ambalo limekuwa gumzo duniani kwa zaidi ya miaka 20. Lakini swali kubwa ni moja. Je, ni gereza la ulinzi wa dunia au ni gereza lenye siri zisizosemwa? Fuatana nami kujua siri zilizofichwa na ukweli wa gereza hili. Karibu The Storyside. Baada ya tukio la Septemba 11 mwaka 2001, dunia haikubaki kuwa ile ile. Moshi, hofu na maumivu vilibadilika kuwa jambo moja kubwa ambalo ni hasira ya kimataifa. Marekani iliamka katika hali ya tahadhari ya juu sana, na hapo hapo ikatangaza jambo ambalo lilibadilisha dunia ya usalama. Kikazaliwa kitu kilichoitwa vita dhidi ya ugaidi. Hii haikuwa vita ya kawaida. Hii haikuwa dhidi ya nchi moja. Hii ilikuwa vita dhidi ya kitu ambacho hakionekani kwa urahisi: mtandao wa watu, siri na hofu ya mashambulizi yajayo. Watu waliotuhumiwa kuhusishwa na mitandao kama Al-Qaeda na Taliban waligeuka ghafla kuwa walengwa wakuu wa dunia nzima. Operesheni za kijeshi zilianzia kwenye milima ya Afghanistan, mipaka ya Pakistan na maeneo mengine ya siri yasiyoonekana kwenye ramani za kawaida. Watu walikamatwa kwa kasi, na mara nyingi ilikuwa katikati ya machafuko ya vita. Hapa ndipo swali gumu lilipoanza kuzaliwa. Kwa nini watu hawa walikamatwa vitani lakini hawakuingizwa katika mfumo wa kawaida wa sheria? Hakukuwa na kesi za wazi mahakamani, mchakato wa kawaida wa kisheria au muda wa kawaida wa mawakili na utetezi. Walikuwa katika eneo la katikati, si wafungwa wa kawaida, si askari wa kawaida, na si raia waliohukumiwa kwa mfumo wa kawaida. Hali hii ilizua pengo kubwa la kisheria, na ndani ya pengo hilo uamuzi mpya ulianza kuchukuliwa. Wazo lililokuwa linaonekana la kiusalama zaidi kuliko la kisheria: kuchukua baadhi ya watu waliokamatwa katika vita na kuwapeleka mbali kabisa na mfumo wa kawaida wa sheria. Mahali pasipokuwa na kelele za mahakama, mahali pasipokuwa na urahisi wa mawakili wa kawaida, mahali ambapo dunia ya nje isingefuatilia kwa urahisi kila kitu kinachotokea ndani. Hapa ndipo macho yaligeuka kuelekea sehemu moja ya kipekee ya kijeshi ya Marekani iliyoko nje ya Marekani, ambapo ni Guantanamo Bay Detention Camp. Mahali hapa palikuwa tayari na historia ya kijeshi, lakini sasa palikuwa karibu kubadilishwa kabisa. Wazo jipya lilizaliwa: si gereza la kawaida, si mahakama ya kawaida, bali kitu kipya kabisa katika historia ya kisasa ya vita. Kituo cha kuwashikilia watu waliotuhumiwa kuwa magaidi nje ya mfumo wa kawaida wa sheria. Na dunia bado haikujua ya kwamba uamuzi huu mmoja mdogo wa kimkakati ungekuwa mwanzo wa moja ya mijadala mikubwa zaidi ya haki, usalama na nguvu ya serikali katika karne ya 21. Mwaka 2002, ndege za kijeshi zilianza kutua kimya kimya katika eneo la mbali kabisa la bahari. Hakukuwa na kamera za kawaida, hakukuwa na umma, na mara nyingi hakuna taarifa kamili zilizotolewa kuhusu waliokuwa ndani yake.
Wafungwa walianza kuwasili Guantanamo. Waliletwa kutoka maeneo ya vita, hasa Afghanistan na mipakani mwa Pakistan, wakati dunia bado ikiwa kwenye mshtuko wa vita mpya. Kwa jumla, zaidi ya watu 780 wamewahi kushikiliwa ndani ya kambi hii tangu ilipofunguliwa. Lakini jambo la kwanza lililoanza kuleta mshtuko mkubwa halikuwa idadi yao, bali hali yao ya kisheria. Wengi wao waliowasili hawakuwekwa chini ya mfumo wa kawaida wa mahakama. Hakukuwa na mashtaka rasmi yanayoeleweka wazi, tarehe za kesi zilizo wazi, au mchakato wa kawaida wa utetezi. Badala yake walijikuta katika hali ya kusubiri isiyo na mwisho. Wengi walikaa miaka mingi bila hata kujua hatima yao. Hakukuwa na jibu la moja kwa moja kwa swali rahisi, nitafungwa hadi lini? Na ukimya wa mfumo huo ulikuwa sehemu ya nguvu yake. Katika mazingira haya, jina Guantanamo lilianza kuzungumzwa kwa sauti ya chini sana katika midahalo ya kimataifa. Mashirika ya haki za kibinadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch yalianza kutoa taarifa na wasiwasi mkubwa kuhusu mfumo mzima wa kushikiliwa kwa watu hao. Walieleza picha moja ya kutisha: watu waliokamatwa katika vita, lakini sasa wamewekwa mahali ambapo muda unaonekana kusimama. Ndani ya mijadala yao, kauli moja ilianza kujirudia, ambayo Guantanamo ni eneo la watu waliokwama kati ya vita na sheria. Kwa upande wa serikali ya Marekani, hali hii ilielezwa kama mtazamo tofauti kabisa. Ilionekana kama sehemu ya lazima ya usalama wa taifa, mahali ambapo taarifa muhimu zinapaswa kupatikana, hatari inapaswa kuzuiliwa kabla haijatokea, na vita dhidi ya ugaidi lazima viendelee kwa njia isiyo ya kawaida. Lakini wakosoaji wa mfumo huu, picha ilikuwa tofauti kabisa. Waliona kitu kingine ambacho ni mfumo wa kushikilia watu bila mwisho unaoeleweka, na hasa ni mfumo ambao hautendi haki, bali unafanya vitu kwa uonevu ama kwa maslahi ya Marekani pekee. Na kadiri muda ulivyopita, baadhi ya majina yakaanza kujitokeza katika ripoti za kimataifa. Majina ya watu waliokaa muda mrefu sana bila mashtaka ya wazi. Miongoni mwao ni Mohammed Ould Slahi, ambaye alikaa takriban miaka 14 bila mashtaka rasmi. Abu Zubaida, ambaye alikamatwa mwaka 2002 na akawa sehemu ya mjadala mkubwa wa interrogation duniani. Khalid Sheikh Mohammed, ambaye ameshikiliwa kwa zaidi ya miaka 20. Hivyo hali ya kutokuwa na uhakika ilianza kuwa sehemu ya hofu yenyewe. Hili si gereza tu, bali mazingira ambayo hatima ya mtu inaweza kubaki katika ukimya wa muda mrefu. Guantanamo ikaanza kuingia katika historia ya dunia, si kwa idadi ya wafungwa pekee, bali kwa swali ambalo halikuwa na jibu rahisi, ambalo ni nani anaamua mwisho wa kifungo wakati hakuna tarehe ya mwisho ya mashtaka. Kadiri muda ulivyopita, jina Guantanamo halikubaki tena kama jina la kawaida la kituo cha kijeshi kilichopo Cuba kikiwa chini ya Marekani. Lilianza kuzungumzwa kama alama ya kitu kingine kabisa, yaani eneo la maswali yasiyo na majibu rahisi. Ripoti zilianza kuvuja kutoka kwa waandishi wa habari, mawakili wa haki za binadamu na mashirika ya kimataifa. Hazikuwa picha kamili, lakini zilikuwa vipande vya simulizi vinavyounda picha ya eneo lenye utata mkubwa. Kwa mujibu wa ripoti hizo na ushuhuda mbalimbali, kulikuwa na watu waliowahi kushikiliwa ndani ya mfumo huu kwa muda mrefu sana bila mazingira ya kawaida ya kisheria. Kwa makadirio ya jumla, zaidi ya watu 780 wamewahi kushikiliwa tangu kuanzishwa kwa kambi hii, huku wengi wao baadaye wakihamishwa na kuachiliwa. Miongoni mwa mambo
yaliyodaiwa kuwepo ndani ya mfumo huu ni haya yafuatayo. Moja, kunyimwa usingizi. Wafungwa waliripotiwa kuwekwa kwa muda mrefu bila kulala, yaani hata kusinzia. Taa zenye mwanga mkali zikiwashwa muda mrefu, sauti au movement za mara kwa mara kuvunja usingizi, wakati mwingine kwa siku kadhaa ama mfululizo ndani ya mwezi mzima. Madhara yaliyoelezwa ni kuchanganyikiwa, kupoteza mwelekeo wa muda na stresi kali ya akili. Namba 2, kufungwa peke yako. Baadhi ya wafungwa walikiri au kuripotiwa kuwekwa kwenye chumba kidogo sana bila kuwasiliana na binadamu wenzao kwa wiki, miezi na wakati mwingine zaidi ya miezi. Hii ilielezwa kama mojawapo ya mbinu zenye athari kubwa za kisaikolojia. Namba 3 ni mazingira ya hofu ya kisaikolojia. Ripoti zilieleza matumizi ya kelele kali, muziki au sauti zisizokoma, mwanga kubadilishwa mara kwa mara, mazingira ya kutisha kwa makusudi. Lengo lilielezwa kuwa ni kuvunja utulivu wa mawazo ya mtu. Namba 4 ni mikao ya maumivu ya mwili. Baadhi ya wafungwa waliripotiwa kulazimishwa kusimama kwa muda mrefu bila kusogea, kukaa au kuinama katika nafasi zisizo za kawaida, au kuwekwa katika hali inayosababisha maumivu ya misuli. Namba 5 ni interrogation ya presha kali zaidi. Katika baadhi ya kesi zilizoripotiwa, mahojiano yalifanywa kwa muda mrefu sana, mengine yasiyopungua zaidi ya masaa 10 bila mapumziko ya kawaida, yakilenga kupata taarifa za haraka. Lakini wakosoaji wa kimataifa waliliona kwa jicho tofauti kabisa. Kwao hili halikuwa tu suala la istilahi, bali la maadili. Walisema hii si mahojiano ya kawaida, ni mfumo wa kuvunja akili ya mtu. Ni muhimu kuelewa kitu kimoja kwa uwazi, ya kwamba baadhi ya taarifa hizi zinatokana na ripoti za mashirika ya haki za binadamu, uchunguzi wa waandishi wa habari na ushuhuda wa waliowahi kushikiliwa. Lakini serikali ya Marekani imekuwa ikipinga au kutoa maelezo tofauti kuhusu sehemu ya madai haya. Hata hivyo, licha ya tofauti hizo za simulizi, kitu kimoja hakikupingika, ya kuwa mjadala uliozaliwa ulikuwa mkubwa zaidi ya mipaka ya Marekani. Katika ngazi ya kimataifa, Guantanamo haikuzungumzwa tena kama kambi ya kijeshi pekee. Imekuwa ishara ya mgongano kati ya usalama na haki, mfano wa vita vya kisasa visivyo na uwanja wa kawaida, na mahali ambapo maadili ya sheria yalijaribiwa kwa ukali. Na ndani ya ukimya wa eneo hili, kile kilichofanya Guantanamo kuwa cha kutisha zaidi hakikuwa sauti, bali ukosefu wa uhakika wa haki. Kwa sababu hapa wakati mwingine hofu haiko kwenye kile kinachoonekana, bali kwenye kile ambacho hakisemwi wazi. Hivyo simulizi ya Guantanamo ikaingia hatua ya juu zaidi ya mjadala wake duniani, ambapo kila taarifa mpya haikuleta majibu rahisi, bali maswali mazito zaidi ya yaliyopita. Katika historia ya kisasa ya sheria na vita, kuna swali moja lililokuwa likirudiwa mara kwa mara bila kupata jibu la kuridhisha. Je, mtu anaweza kushikiliwa bila kesi kwa miaka mingi? Swali hili lilipata uzito mkubwa ndani ya mazingira ya Guantanamo Bay, ambapo mfumo wa kawaida wa sheria ulionekana kufanya kazi kwa njia isiyo ya kawaida. Katika mfumo huu, muundo wa kawaida wa mahakama ulianza kupoteza nguvu yake ya kawaida. Badala yake, uamuzi mwingi ulihusishwa zaidi na masuala ya kijeshi, tathmini za kiusalama na uamuzi wa utendaji wa vita dhidi ya ugaidi kwa madai ya Marekani pekee,
na si mipaka mingine ya nchi zingine. Hii ilimaanisha kwamba baadhi ya kanuni za msingi za sheria kama uwazi kamili wa kesi, haki ya mawakili kufanya kazi kwa uhuru na mchakato wa kawaida wa kusikilizwa mahakamani zilijikuta katika eneo la mjadala mkubwa duniani. Kwa mujibu wa makadirio na rekodi mbalimbali za kimataifa, baadhi ya watu waliowahi kushikiliwa walikaa kwa miaka 10, 15 hadi zaidi ya 20 kabla ya kupata mchakato wa kusikilizwa rasmi au kuachiliwa. Wengine walipata nafasi hiyo baada ya muda mrefu sana kupita, hali iliyozua maswali makubwa ya kisheria duniani. Hali hii ilizaa picha kubwa zaidi ya kutisha duniani, mahali ambapo sheria ya kawaida haifanyi kazi kwa namna ilivyozoeleka. Ndani ya mjadala wa kimataifa, Guantanamo ikawa mfano wa mgongano mkubwa wa zama za kisasa, usalama wa taifa dhidi ya haki za binadamu. Kwa upande mmoja, kulikuwa na hoja ya kwamba katika vita visivyo vya kawaida, mbinu zisizo za kawaida zilihitajika ili kuzuia hatari kubwa isiyoweza kutabirika. Lakini kwa upande mwingine, kulikuwa na hofu ya kwamba mchakato huu unaweza kuvuka mipaka ya misingi ya haki za binadamu na kanuni za sheria za kimataifa. Na katikati ya mgongano huo, watu waliokuwa ndani ya mfumo huo ndio waliobeba uzito wa uamuzi huo. Mwaka 2009, dunia ilipokea taarifa iliyozua matumaini mapya katika mjadala wa muda mrefu kuhusu Guantanamo Bay. Rais mpya wa Marekani wa wakati huo, Barack Hussein Obama, alitangaza mpango wa kuifunga kambi hii. Alieleza wazi kwamba Guantanamo imekuwa chanzo cha mjadala mkubwa wa kimataifa, alama ya mgongano kati ya usalama na haki, na kitu kilichoharibu taswira ya Marekani duniani. Tangazo hili lilisikika kama mwanzo wa mwisho wa sura moja ndefu ya kihistoria, lakini uhalisia wa utekelezaji haukuwa rahisi kama maneno yalivyokuwa yakisemwa ndani ya kinywa cha Obama. Ndani ya mfumo wa kisiasa kulikuwa na vikwazo vikubwa, upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya wanasiasa, hofu kuhusu usalama wa kitaifa wa Marekani, na mjadala kuhusu hatima ya wale waliokuwa tayari wameshikwa. Tatizo kubwa halikuwa tu kufungwa eneo hili, bali ni wapi wafungwa wangepelekwa na kwa masharti gani. Hili liligeuza mpango mzima kuwa mgumu zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Hivyo, licha ya ahadi ya mabadiliko, Guantanamo haikufungwa. Ilibaki kama ilivyo, ikiendelea kuwepo chini ya uangalizi mkali na mjadala unaoendelea duniani, bila kujali nani anasema nini na walioshikiliwa wanaumia kwa kiasi gani. Na katika ukimya huo wa kisiasa, jina lake likaendelea kubeba uzito wa historia isiyomalizika kikamilifu. Leo Guantanamo Bay Detention Camp bado ipo, lakini hali yake ya sasa si ile ya mwanzo ya miaka ya 2000. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, idadi ya wafungwa imepungua sana kutoka zaidi ya 780 waliowahi kushikiliwa hadi chini ya 30. Wengi wao tayari wameachiliwa au kuhamishwa katika nchi tofauti, na wachache waliobaki bado wanasalia chini ya uangalizi maalum wa kijeshi na kisheria. Leo hii eneo hili linaendelea kuwepo chini ya macho makali ya dunia, chini ya Marekani. Mashirika ya kimataifa, waandishi wa habari na taasisi za haki za binadamu bado zinafuatilia kwa karibu kinachotokea ndani yake. Kwa miaka yote, ripoti mbalimbali zimeendelea kuhoji mfumo wake wa kisheria na hatima ya waliobaki. Na licha ya mabadiliko hayo, mjadala haujawahi kufa, bado unaendelea bila suluhisho la mwisho. Kwa baadhi ya watu, Guantanamo inaendelea kuonekana kama kituo cha ulinzi wa dunia dhidi ya ugaidi, lakini kwa wengi bado ni alama ya moja ya mijadala mikubwa zaidi ya haki za binadamu
katika karne ya 21. Na kati ya maoni hayo mawili, Guantanamo inaendelea kubaki kwa mahali pa mgongano wa mawazo, historia na maadili ya dunia ya kisasa. Guantanamo Bay Detention Camp si gereza la kawaida. Ni eneo ambalo limebeba uzito wa historia, si kwa kile kilichoonekana tu, bali kwa kile kilichozua maswali makubwa duniani. Hapa ndipo dunia ilijaribu kupima mstari mwembamba sana. Unawezaje kulinda watu bila kuvunja kile unachokilinda? Swali hili halikuhusu nchi moja tu, lilikuwa swali la dunia nzima, na hadi leo halijapata jibu moja la mwisho. Bahari bado inazunguka Guantanamo kimya kimya, kana kwamba inaficha kumbukumbu ambazo hazijamalizika kusimuliwa. Watu bado wanajadili jina lake kwa sauti za tofauti, kwa mitazamo tofauti na kwa maumivu tofauti. Na historia yake bado inaendelea kuandikwa, sio kwenye vitabu pekee, bali kwenye mijadala ya dunia inayoendelea kila siku. Hii ndiyo Guantanamo Bay, na huu ndio ukweli wake kama ulivyoelezwa duniani. Je, unafahamu nini kuhusu Guantanamo Bay? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.